Kwa majina naitwa Mashaka Kisuila Matanga, ni daktari wa binadamu, ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa afya na serikali Tanzania TUGHE mkoa wa Njombe, lakini pia ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoa wa Njombe. Leo tumefanya hili baraza, lakini moja ya vitu ambavyo nimesisitiza kama mwenyekiti wa TUGHE mkoa wa Njombe na TUCTA ni swala la kuendelea kuheshimiana mahala pa kazi. Unajua kuheshimiana pia inasaidia kuleta ufanisi wa kazi mahala pa kazi, kwa sababu mdogo anapomheshimu mkubwa na mkubwa akamheshimu mdogo, analeta ile morali ya kazi. Sasa ikitokea mwingine ameshindwa kumheshimu wenzake, ndio anapelekea ile morali ya kazi ya mtu mwingine kushindwa kutimiza au kushindwa kufanya wajibu wake kama ambavyo inatakiwa. Kwa mfano, unakuwa na bosi wewe, tuchukulia labda ni dereva, lakini bosi wako au kiongozi wako au mwajiri wako mahala pa kazi anakuwa na ile huruka ya kukuendesha jinsi hivi, yani kukumistreat. Huwezi ukawa na morali ya kazi. Hakuna mtu anaweza kulikamilisha jambo bila kuwa na msaidizi ambaye anahaswa na kupeleka maono ya taasisi mahali fulani. Kwa hiyo tunapoheshimiana tunapelekea taasisi yenyewe inafanikiwa, lakini mtu mwenyewe kwa afya binafsi anafanikiwa kwa sababu ametimiza lile jambo la kumheshimu wenzake. Na ni tiba pia. Unapomheshimu bosi, unapomheshimu mdogo, umemtibu, umemfanya kuwa na amani, umempa confidence, umempa ule uwezo aweza kulifanya jambo hata mbele yako kwa amani na hekima ya kutosha, kwa sababu umempa ile motisha ya heshima. Inapotokea mwajiri au kiongozi hamuendeshi au hamtriti aliye chini yake jinsi inavyotakiwa, tumekuwa na utamaduni wa kwenda kuonana naye, maana mambo yote mazuri yanafaa kwa kukaa mezani na kuongea, kukumbushana, kuyamaliza, sababu naye ni mwanadamu. Wakati mwingine anapitia, wakati mwingine mazoea, wakati mwingine ni wingi wa kazi unapelekea mtu sasa anaingia kwenye tatizo la kumharasi mtu kwa sababu amechoshwa na kazi, anataka na mwenzake amchoshe. Kwa hiyo wakati mwingine tumetumia utamaduni na forum ya kuongea na waajiri au viongozi, tunawakumbusha kwanza bwana na hivi, lakini pia tumeendelea kutoa semina mbalimbali kwa watumishi mahala pa kazi za kuelimisha juu ya mambo ya utaratibu, itifaki, mambo ya refreshment mbalimbali, kiwemo pia hata mambo ya namna gani anaweza kaenenda, kwa sababu wengine mahala pa kazi unakuta mtu mwingine ana changamoto pia hata ya akili. Hawezi kutaka abadilike bila kujua shida yake ni nini. Mwingine ana tatizo hata la mambo ya mahusiano ya ndoa na kadhalika. Mwingine ana jambo fulani hata la kijamii. Sasa lazima uchimbe kuona kama ulivyo tu utabibu. Unajua watu wanajua utabibu tu ni kwa ajili ya daktari ataka kutibu ugonjwa, lakini hata maisha ya kila siku yanahitaji hekima na ufahamu wa kiutabibu, kwa sababu watu wanapata mambo mengi chini ya ufahamu wao kwenye shughuli zao za kila siku. Anajikuta mtu amekuwa mgonjwa wa kazi, au anakuwa mgonjwa wa mahusiano, au anakuwa mgonjwa katika jamii. Lakini chimbuko kuwa msingi mkuu ni kukaa kwanza kujua shida yake ni nini, ili uweze kujua na kuweza kutambua tatizo. Na ushaijua tatizo, ni rahisi kumsaidia huyo mtu na kujikuta amekuwa mtumishi mzuri, mfanyakazi mzuri, na kupelekea ufanisi unaotakiwa mahala pa kazi, yeye mwenyewe kwenye maisha yake binafsi na jamii yetu kwa ujumla, hata taifa kwa ujumla. Wajibu wetu sisi kama baraza ni kulinda maslahi ya mtumishi pale anapokuwa anatendewa sivyo, kwa maana sisi tunakuwa ni sehemu ya kuweza kumsemea, kwa maana ya kuweza kuwaambia wakuu wa idara na wakuu wa sehemu mbalimbali zinazounda sekretarieti ya mkoa kuweza kutenda mambo ambayo yanaendana na taratibu za kiutumishi wa umma, kuwatendea haki hata watumishi walio chini yao.